Naitwa Godfrey Jackson Mwasekaga, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya. Tuko mwanzoni kabisa kukielekea kipindi cha Kwaresma ambacho kitaanza Jumatano ya Majivu tarehe 18 mwezi wa pili kwa mwaka huu 2025. Kwaresma ni ya siku 40, inatuandaa kusherekea Pasaka, ushindi wa Yesu mfufuka kupitia mateso, kifo na ufufuko wake. Siku hizi 40 tunaalikwa kufanya matendo makuu manne sisi wa Kristo. Kwanza, kufanya toba, kujutia ubaya wetu mbele ya Mungu na pia mbele ya wenzetu. Alafu pili, kufanya matendo ya huruma, kutoa sadaka, kuwasaidia wahitaji mbalimbali. Tatu, kusali, kuongeza bidii ya kusali. Kusali ni kuongea na Mwenyezi Mungu, kuinua mioyo yetu na miili yetu kwa Mungu. Alafu jambo la 4, kusoma maandiko matakatifu. Biblia takatifu ndimo tunamokutana na hekima ya Mungu, ndimo tunamokutana na maelekezo namna gani tuweze kuishi, namna gani tuweze kuhusiana. Kumbe ni mwongozo wa maisha yetu. Jumatano ya Majivu tunapakwa majivu kama ishara ya unyenyekevu, kukubali kwamba sisi ni binadamu dhaifu, na hivi tunamlilia Mungu kumuomba msamaha na aweze kutuinua kutoka unyonge wetu. Kumbe ni ishara ya nje ya kukubali kwamba sisi ni binadamu na Mungu yeye ni mwenyezi na ndiye aliyetufanya tuwepo hapa duniani. Kumbe ni kipindi kikubwa cha kanisa, kinatuandaa wa Kristo kuingia kabisa ndani ya nafsi zetu, kujitambua kwamba tuko hapa duniani kwa sababu Mungu amependa, lakini ana malengo maalum na sisi. Tumjue, tumpende, tumtumikie, siku moja tuweze kurithi heri ya mbinguni pamoja naye. Kumbe kanisa inatuwekea kipindi kila mwaka ili basi kuhuisha maisha yetu ya ndani, maisha ya kiroho. Tunahangaikia zaidi wakati fulani tuvae nini, tule nini, tupate nini, lakini maisha yetu ya kiroho yanakuwa hafifu, yanakuwa na utupu. Kumbe Kwaresma inakuja kuhuisha maisha yetu ya ndani. Tunapoonekana kwa nje tunapopendeza, basi na ndani ionekane afya ile ya kiroho. Kumbe nitoe mwito na mwaliko kwa Wakristo wote wa kanisa letu kujiandaa vizuri kwa kipindi hiki, kusali kwa bidii, kusoma neno la Mungu, kufanya toba ya kweli, kujutia ubaya wetu na pia kufanya mapinduzi, alafu kufanya matendo ya huruma. Tuwakumbuke wahitaji. Wengine wako karibu kabisa na familia zetu. Tunapokaa tugeuze macho, tuwape mkono wa faraja, mkono wa msaada. Basi Mungu Mwenyezi abariki kipindi hiki, atubariki sisi sote. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante sana. Nashukuru.